umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele umpe, e Bwana, apumzike kwa amani.
dhambi zote, kwa maombezi yetu apate msamaha aliyokutumania daima, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Somo la kwanza. Ni somo la kitabu cha Mhubiri sura ya 3 aya ya kwanza hadi aya ya 9. Na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa amani. Je, mtendaji anayo faida gani katika yale anayojishughulisha nayo? Ndilo neno la Bwana.
amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadri ya maili 2 hivi, na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki kwenye kaburi, nalo lilokuwa limepangwa na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nashukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wananisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema haya, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja
huzuni huleta kati ya mioyo na mdomo zetu. Poleni kwa mzima. Tuko hapa asubuhi hii kuwafariji wanafamilia wa Igete, hasa Mulindi, mama yake Wain, Alfonsine na Kisa, watoto wake, Chomba kaka yake, Maria dada yake, pamoja na marafiki zote ambao wako hapa asubuhi hii. Wenzangu, kuna wakati wa kila jambo, wakati wa kukusanyika hapa leo kwa hii misa kusindikiza dada yetu, kusema kwa heri kwa Igete anaposafiri kurudi nyumbani. Kulikuwa na wakati wa Igete kusaliwa, wakati wa kubatizwa, kupokea komunyo ya kwanza na kuthibitishwa kwa kanisa, wakati wa kwenda shuleni katika shule ya msingi na sekondari, wakati wa kuondoka katika nchi yake na kwenda kuishi katika nchi ya jirani, wakati wa kusafiri hapa Marekani, wakati wa kufanya kazi hapa Marekani, na wakati wa kumwimbia Mungu kanisani hapa, wakati wa kuimba nyimbo zake alizopenda na kucheza katika kwaya pamoja na waimbaji wenzake katika kanisa hili. Walikuwa wanakaa pale pale. Nakumbuka wakati wa kupenda, wakati wa kucheza na wakati wa kuzungumza na watoto wake, wakati wa furaha na ucheshi, alipokuwa akisimulia hadithi kwa marafiki zake wote. Wakristo wapendwa, Igete aliwapenda sana watoto wake, ndio manake wanalia, mamake, ndio manake watu wanalia, marafiki, hasa watoto wake Wain, Alfonsine na Kisa, mama yake Mulindi, kaka yake Chomba, dadake Maria. Na wiki hii wakati ilifika pande ndege na kusafiri safari yake ya mwisho kwenda mbinguni. Mwezi huu wa Agosti ilikuwa wakati huo ambapo alipanda ndege, ako kwenye ndege yake. Safari ya Igete mbinguni inanikumbusha safari yangu ninaposafiri kurudi kwa familia yangu barani Afrika, Kenya. Ninapopanda ndege ya Kenya Airways huko JF Kennedy kule New York, watu wanaobaki uwanja wa ndege baada ya kuniaga huwa na huzuni sana, kwa sababu watanikosa au watanimiss. Wakati huo ninapotua katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport jijini Nairobi, Kenya, mama yangu, dada zangu, kaka zangu na ndugu zangu wanafurahia kuwasili kwangu, na kuna mambo mengi mazuri yanayonisubiri. Huzuni ya watu nchini Marekani hapa ambao hawajawahi kufika Afrika na hawajui kinachoendelea huko, kwa sababu wanasikia tu hadithi kuhusu Kenya au kuhusu nchi zingine za Afrika. Sasa inabadilika kuwa furaha kubwa ninapokutana na familia wangu kule Nairobi. Wenzangu, leo tunasema kwa heri kwa dada yetu Igete, Mulindi, Wain, Alfonsi, Kisa, Chomba, Maria pamoja na marafiki wote wana huzuni sana, kwa sababu watamkosa au watammiss. Utakaa naye cheka, watammiss Igete, watammiss kuongea naye, wanamkosa kwenye kwaya.
makosa kwa kila jambo. Maana marafiki wanakutana wanasherehekea pamoja, wanamkosa. Lakini uzuri huo hatimaye itabadilika kuwa furaha tutakapothibitisha kuwasili kwa Igete katika uwanja wa ndege wa kimataifa kule mbinguni. Ndege ya Igete iliondoka mwezi huu Agosti na kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa kule mbinguni. Wakristo wapendwa, kutazama hawa mafamilia wanaoingia machozi yakitiririka mashavuni mwao kwa sababu mama yao hayupo tena, ni jambo la kuvunja moyo, ni jambo la kuvunja moyo. Wakati familia na marafiki wakiwa na huzuni na kuombeleza kumpoteza Igete hapa duniani, upande ule mwingine wa dunia inamsubiri kwa hamu na gamu kuwasili kwake, kama vile familia yangu kule Kenya hufanya kwa kawaida ninapotembelea hapo. Malaika wa Bwana kule mbinguni anamsubiri Igete. Yakamilishe ndani yake uliyoyaanzisha katika ubatizo wake. Bwana, tunakuomba. Sikia maombi yangu, usikilize kusihi kwangu. Umtunze kwa mema yote aliyowatendea waumbaji katika maisha yake hapa duniani. Bwana, sikia maombi yangu, usikilize kusihi kwangu. Watulize na kuwafariji wote waliofiwa na waliohuzunika kwa ajili ya marehemu wetu. Bwana, sikia maombi yangu, usikilize kusihi kwangu. Tupe moyo wa kujiandaa kila wakati kwa ajili ya kukutana nawe kwa njia ya kifo. Bwana, tunakuomba. Sikia maombi
kutuingiza tuzo la neema yako. Tuombe Bwana.
yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako aliyetoka kutuzaliwa naye, utujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho Mtakatifu ili tule mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atafanya sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu na mitume na mashahidi wako wenye heri, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakumbuka yeye Bwana sadaka hii ya kupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Uliimarishia kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo 14 na askofu wetu William, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Udhihirize kwa wema sana kwa jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walio hapa duniani katika hali ya neema, nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Utujalie haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu aliye asili ya mema yote. Umkumbuke mtumishi wako Igete uliyemwita kwako leo kutoka duniani, kwa kuwa alishiriki pia ufufuko wako. Siku ya ufufuko Kristo ataifanisha miili na mwili wake mtakatifu. Pia uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walio hapa duniani katika hali ya neema, nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Ndipo utakapofuta machozi yetu yote, maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Utujalie hayo kwa njia ya Kristo wetu aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele.
amani. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu jamaa na marehemu yule atakayotoa hotuba. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa niaba ya familia kwa hotuba ya dada yetu marehemu alikuwa anaitwa kwa jina la Juliet Migao, mtoto wa kabila ya Wasonge, provinsi Kasai ya Mambao. Jina la baba alikuwa anaitwa Meda Ebondo Mabilo Mlo, kwa jamaa ya Wasonge, provinsi ya Kasai ya Mambao. Jina la mama anaitwa Mlindi Kipenge Agustino, kwa jamaa ya Wasonge wa Kabinda. Marehemu alizaliwa Kalemi tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 1995. Masomo: alimaliza shule ya msingi Ete Kilimanjaro kwa kambi ya Mkufu. Sekondari alisoma hadi darasa la 3 Levian Lycée de la Paix kambi ya Nyarugusu. Imani: marehemu alikuwa mshiriki wa kanisa la Roman Katoliki. Pia marehemu alizaa watoto 3, wawili wa kiume, mmoja wa kike. Magonjwa: marehemu alifariki kwa ugonjwa wa moyo mnamo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Marehemu aliishi hapa duniani miaka 31. Asanteni. Katika jamaa na familia yake ya kiroho. Kanisa karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Ukae kimya kwa kusikiliza usomaji wetu maisha ya Kikristo katika wetu. Karibu msomaji. Kristo, hotuba ya kanisa. Marehemu alikuwa Mkristo wa kanisa Katoliki toka azaliwe hadi hivi ametuacha. Marehemu aliitwa kwa majina Gete Meda, baba Meda Ebondo Munu Mabilo, mama Mulimi Agostino. Ubatizo. Igete alibatizwa katika kanisa hili la Roman Katoliki mnamo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka wa 2010 katika kigano cha familia takatifu parokia Takatifu Luka Nyarugusu Kere. Mama wa ubatizo anajulikana kwa jina la Ntikumana Jacqueline. Marehemu alipata sakramenti ya Ekaristi, yaani komunyo, mnamo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka wa 2010 katika kigano cha familia takatifu katika kambi ya Nyarugusu pale Tanzania mkoani Kigoma. Kipaimara au confirmation au kwa nyingine uthibitisho. Marehemu alipata sakramenti takatifu ya kipaimara mnamo tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka wa 2010 ni pale katika kigano cha familia takatifu ya Nyarugusu Kenya. Pale Nyarugusu, marehemu alikuwa ni mshiriki wa jumuiya ndogondogo
katika shirika la BG. Huduma za marehemu katika kanisa. Marehemu alikuwa mtumishi wa Mungu. Pia marehemu alikuwa mwimbaji. Vile vile marehemu aliweza kuhudhuria misa takatifu na hata aliweza kujiunga katika kundi la wito pale Nyarugusu ila kuweza kumalizia. Mwishowe, kabla ya kifo chake, baada ya kuanza kuumwa, marehemu aliweza kupata sakramenta ya mpako wa wagonjwa, yaani kitubio, kwa niaba ya shirika la Mtakatifu Matayo Polyclinic, Kondela Amulete Jean, msimamizi mkuu, akisaidiwa na Msengele Sibale, msimamizi makamu. Kristo kwamba wale ni wengi watafanya, yawezekana na wenyewe wasifanye, na wengi wao wewe utaangalia. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe tunashirikiana kwa kila jambo, na hili naliongea kwa sababu ya watu ambao misiba ikitokea paboni ndio wanajifanya kama hawapo. Watu wa mataifa mengine wanashiriki pamoja nasi, lakini wewe mkongomani mwenzetu unajifanya kama hujani na mchango hautoi, kushiriki msibani haufiki, wenzako wakiwa wanashughulika na shughuli za msibani, wewe unajifanya kama hujui. Unapojifanya kwamba utujui leo na kesho na sisi hatukujui, na usishangae utatuita jina lolote lile ambalo unaweza ukatuita, lakini halitufutui kama tunasimama katika ukweli. Kwa hiyo tunachoweza kuhamasisha ni kushirikiana, na kuna jambo la usafi hapa. Si mara ya kwanza kupewa hii sehemu, lakini tusiwe sababu ya kuweza kuwaharibia hao watu. Nadhani mimi mnanielewa vizuri. Waafrika tunalindwa vizuri hapa, wanatupatia nafasi hata kwenye shughuli ambazo si hizi za waziri, hata kwenye mikutano wanatupatia nafasi. Lakini tusipotumia usafi mazingira haya, vitatukosti, tutalipa. Tunapewa nafasi ya kufanya ibada kwa bure, kuna sehemu zingine tunalipia. Tunapewa ukumbi kwa bure, gharama yetu ambayo tunatakiwa kuifanya ni usafi. Kila mmoja achukue jukumu hilo la kuhakikisha na kitu mkononi, usitupi kila mahali. Tafuta sehemu ambapo kuna gashi uweze kuweka. Huo ni ustaarabu, si jambo la ajabu. Wale ambao hawawezi wakajidhibiti kwa ajili ya kunywa vinywaji vya pombe, unapoamua kwamba unywe pombe ni hali yako, lakini ibaki kwenye gari na uache machupa yako kwenye gari. Usitupi machupa nje, maana hii ni sehemu ambayo ni sehemu takatifu. Sio vizuri uanze kuachia vitu ambavyo vitakuwa jamii. Na pia kuna utaratibu ambao tumeupewa kule Malaloni. Leo ziko watu wawili ambao ni watu wa mataifa tofauti. Sasa magari yatakuwa ni mengi. Tumepewa nafasi ambayo inapaki nyingi sana, lakini iko kwa nyuma kabisa. Hauwezi ukaenda peke yako kama usikufuata utaratibu. Ukimwona mtu ambaye amevaa vesti kama ndugu kule, uweze kufuata bila anachokuelekeza. Ina maana unatakiwa kuangalia kwamba ni wapi utakapopaki. Usipaki kila mahali, maana haitapendeza. Umeshakuwa kule sehemu ya kuzika, waanze kuambia uje kutoa gari yako, haitapendeza. Kwa hiyo unapofuata utaratibu na kupunguzia gharama ambazo zingekusonga muda wako, lakini kukutoa kwenye utaratibu ambao ulikuwa umeshaanza kujipangia. Na pia tutakapotoka kule Malaloni, tutakuwa hapa kwa ajili ya kupata chakula. Tafadhali, mtu ambaye unaishi Bolivia, waache kwanza wageni wapate chakula.
usijifanye wewe ndio haraka sana, hapa ni kwako. Lakini waache ambao wametoka nje, kuna watu ambao wametoka state za mbali sana na walifika hapa toka jana, waache wapate chakula kwa sababu tena watarudi mapema. Wenyewe waanze ndio sisi tufuate. Lakini pia tuhakikishe vijana wenzangu wote wa kike na wa kiume, usafi ni majukumu yetu. Viongozi wa mitualite, tusaidiane usafi. Uongozi ni kutumikiana, sio kutumikiwa. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anajitolea kwa ajili ya kuwatumikia wengine, sio yule anayengoja apewe ripoti. Kwa hiyo viongozi wa mitualite, tusaidiane ili watu wengine watufuate kama vile tunavyofanya. Lakini tunapojitenga na wenyewe watajitenga, na mwisho wa siku tutakula hasara. Unaweza ukaona kwamba basi haya yanahusu uongozi wa Kongomani ukayapuuzia. Yawezekana ukawa uongozi wa kabila yako, aidha taifa lako umefiwa vikakukosi, mara kama hapa tukiarifa tutopewa tena. Kwa hiyo tunatakiwa sisi sote tuweze kushirikiana kwa ajili ya hili. Na pia usafi sio hapa tu Liquid. Hatutaki baada ya maziko ya dada yetu watu wafukuzwe, hatutaki. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha tumesafisha mazingira yale ya Liquid, tumepanga vitu vyote vizuri, ili ifikapo kesho lengo la kwenda kuangalia pale akapate ni sehemu safi na ajivunie kutupangisha sisi. Lakini tukichukulia ni kawaida, tutawafungia wengi. Liquid ni sehemu ambayo inapokea wageni wengi kutoka kila state, na ni sehemu ambayo ni rahisi sana watu kupata nafasi ya kuishi. Sasa tusiwaharibie watu ambao wamekuja kwa sababu tu ya mtakaa na cheza au mtakaa kwenye TikTok. Kumbe tujitahidi sisi sote tushirikiane kwa ajili ya kufanya usafi. Na hapa kwenye chakula, wakina dada mtaweza kuonana na viongozi hapo nje, watawaelekeza namna ya kupata chakula ili kuweze kurahisisha jambo hili la siku ya leo. Na mwisho kabisa ni kwamba uongozi wa Kongomani umeshamaliza muda wako. Nitoka ulikuwa mwezi wa pili ule muda wa uongozi wa Kongomani uliweza kumalizika. Lakini mara kwa mara tunapowaita wanajamii wa Kongomani tukutane kwa ajili ya kufanya maandalizi ya uchaguzi, ndugu zangu hamjitokezi. Tunatamani ya kwamba kwa wakati huu, baada ya kupanga siku na viongozi wa mitualite, tunapowatangazia tujitokeze ili tuandae taratibu za uchaguzi. Ni hayo, na Mungu awabariki. Ukisema kwa sauti moja, Baba
Salama kwa tajiri. Sura salama. ambaye mwili yake furahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amina.
Muombee marehemu wazima na wafu. Ndugu zangu, kila mmoja ndani ya moyo wake atoe maombi. Sikitike, angalie jinsi gani alivyoishi na marehemu na amtolee maombi. Wimbo wa maombi. Ninatuma ombi langu Bwana, Bwana wangu nisamehe. Ninatuma ombi langu Bwana, Bwana wangu nisamehe. Ninalia Bwana, Bwana wangu nisamehe. Ninalia Bwana, Bwana wangu nisamehe. Muombe Bwana. Ninatuma ombi langu Bwana, Bwana wangu nisamehe. Ninatuma ombi langu Bwana, Bwana wangu nisamehe. Ninalia Bwana, Bwana wangu nisamehe. Ninalia Bwana, Bwana wangu nisamehe. Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema, twakuomba Bwana. Ninatuma ombi langu Bwana, Bwana wangu nisamehe. Ninatuma ombi langu Bwana, Bwana wangu nisamehe. Ninalia Bwana, Bwana wangu nisamehe. Ninalia Bwana, Bwana wangu nisamehe. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha dada yetu huyu Mtete. Bwana, watulize wote waliofiwa. Tumuombe Bwana. Ninatuma ombi Yesu,